Umewahi kushuhudia mdogo kabisa akimshinda mkubwa kabisa bila hata kupigana, kwa kutumia akili tu? Kama bado, basi kaa hapa usiondoke, kwa sababu hadithi ya leo itakushangaza, itakufundisha na huenda ikabadilisha kabisa namna unavyotazama nguvu na akili. Karibu kwenye hadithi nyingine ya kusisimua kutoka msituni. Lakini kabla hatujaanza, hakikisha umebonyeza subscribe, like video hii na uache maoni yako. Niambie uko wapi unatazama na ungependa hadithi gani ifuate. Sasa tulia, sikiliza kwa makini. Katika kijiji kimoja tulivu karibu na maeneo ya Tabora, kulikuwa na shamba moja la mpunga lililopendeza sana. Shamba hili lilikuwa kama bahari ya dhahabu kila jua lilipochomoza. Mawimbi ya mpunga yalicheza taratibu yakiguswa na upepo wa asubuhi, yakitoa harufu tamu iliyoweza kumfanya hata mnyama aliyeshiba atamani kula tena. Shamba hilo lilikuwa mali ya Sungura, mnyama mdogo kwa umbile, lakini mwenye bidii kubwa isiyoelezeka. Kila siku, kabla hata jua halijapanda juu angani, Sungura alikuwa tayari shambani. Alipalilia kwa makini, alinyunyizia maji na kulinda mimea yake dhidi ya wadudu. Jasho lake lilikuwa kama mbolea ya mafanikio. Hakuna aliyedhani kuwa Sungura mdogo angeweza kuwa mkulima hodari kiasi hicho. Lakini kama ilivyo kawaida ya dunia, pale penye mafanikio, mara nyingi wivu hujitokeza. Siku moja, ardhi ilianza kutikisika kwa sauti nzito, gudi-gudi, gudi-gudi, kama radi inayotembea ardhini. Ndege waliruka kwa hofu, wanyama wadogo walikimbilia mafichoni. Na hapo ndipo alipotokea Tembo, mnyama mkubwa, mwenye nguvu zisizopingika na sauti nzito iliyoweza kutisha hata simba. Alisimama pembeni ya shamba la Sungura, akavuta pumzi ndefu na kunusa hewa. Mpunga huu unanukia vizuri sana, alisema kwa sauti ya dharau. Kuanzia leo, shamba hili ni langu. Mimi ndiye mwenye nguvu hapa. Kila kitu ninachokiona ni mali yangu. Sungura aliyekuwa pembeni alishtuka. Moyo wake ulidunda kwa kasi, lakini hakukimbia. Alijua hiki ni kile alichokihofia siku zote, mtu mwenye nguvu kuja kudai jasho lake. Alimsogelea Tembo kwa heshima, lakini akiwa na msimamo. Mzee Tembo, alisema kwa utulivu, naheshimu nguvu zako, lakini shamba hili nimepalilia kwa jasho langu. Tafadhali usiharibu chakula changu cha mwaka mzima. Tembo alicheka kwa dharau, kicheko chake kikasikika kama radi inayopasuka. Ha! Ha! Wewe mdogo unathubutu kunizuia mimi? Ondoka kabla sijakukanyaga ukawa chapati. Maneno hayo yalimuumiza Sungura, lakini hakujibu kwa hasira. Badala yake alinyamaza kidogo, akatazama shamba lake, akavuta pumzi, kisha akatabasamu kwa ndani. Kwa sababu Sungura alijua jambo moja muhimu sana, nguvu si kila kitu. Usiku huo, wakati wanyama wengine wamelala, Sungura alikuwa macho. Alikaa nje ya pango lake, akifikiria kwa kina. Nitamshinda vipi Tembo huyu? Alijiuliza. Siwezi kupigana naye, lakini lazima nilinde shamba langu. Ghafla wazo likamjia. Asubuhi ilipofika, Sungura alirudi kwa Tembo akiwa na tabasamu. Sawa mzee Tembo, alisema kwa sauti ya unyenyekevu. Una nguvu, hilo halina ubishi. Lakini kabla hujachukua shamba langu, vipi tukafanya shindano dogo? Tembo alimtazama kwa mshangao. Shindano gani? Aliuliza. Tucheze kuvuta kamba, Sungura alisema. Ukishinda, shamba ni lako milele. Nikishinda, utaniruhusu nile kwa amani. Tembo alicheka tena. Hili ni jambo rahisi sana, nakubali. Leta hiyo kamba kesho. Lakini Sungura hakuwa mjinga. Hakuwa na mpango wa kuvuta kamba na Tembo. Aliondoka pale haraka na kuelekea mtoni, mahali ambapo aliishi Kiboko, mnyama mwenye nguvu ya ajabu majini. Alipofika, alimkuta Kiboko akiwa amelala nusu ndani ya maji. Mzee Kiboko, Sungura alianza kwa sauti ya tahadhari, nimekuja na habari mbaya. Kiboko alifumbua macho polepole. Habari gani? Aliuliza. Tembo anasema wewe ni dhaifu, hana hofu na wewe kabisa. Kiboko alisimama kwa ghafla, maji yakiruka kila upande. Ati nini? Mimi dhaifu? Alinguruma. Ndiyo, Sungura aliendelea kwa ujanja. Kesho anataka kuthibitisha hilo. Njoo ukingoni mwa mto, tutakupa kamba uvute kwa nguvu zako zote. Kiboko alikasirika sana. Nitamvuta mpaka aombe radhi, alisema kwa hasira. Sungura alitabasamu kimoyomoyo, pango wake ulikuwa umeanza kufanya kazi. Asubuhi iliyofuata, kila kitu kilikuwa tayari. Kamba ndefu, imara ilitandazwa kati ya msitu na mto. Sungura alimfunga Tembo upande mmoja, mbali kidogo ndani ya msitu. Kisha akakimbia hadi mtoni, akampa Kiboko upande mwingine wa kamba. Hakuna aliyemwona mwingine. Sungura alisimama katikati, akapiga filimbi kwa nguvu. 1, 2, 3, vuta! Na hapo ndipo pambano lisilo la kawaida lilipoanza. Tembo alivuta kwa nguvu zake zote. Kiboko naye alivuta kwa nguvu zake zote. Ardhi ilitetemeka, maji yalichafuka, kamba ilikaza kama chuma. Dakika zikapita, zikawa saa. Jasho lilimtoka Tembo. Mbona Sungura ana nguvu hivi? Alijiuliza kwa mshangao. Kiboko naye alichoka. Huyu Sungura ana nini leo? Alishangaa.
lakini hakuna aliyekubali kushindwa. Walivutana kwa muda mrefu sana hadi wote wakachoka, wakaporomoka chini bila nguvu. Na hapo ndipo Sungura alipotokea, akiwa ametulia akicheka taratibu. Poleni sana wazee wangu, alisema kwa sauti ya furaha. Leo mmejifunza jambo muhimu, akili ni bora kuliko nguvu. Tembo na Kiboko walitazamana kwa mshangao. Mmewahi kufikiri kuwa mnavutana na nani? Sungura aliuliza. Ndipo ukweli ulipowadhihirikia. Walikuwa wakivutana wao kwa wao bila kujua. Aibu ilimjaa Tembo. Alitazama chini, akakosa la kusema. Samahani Sungura, alisema kwa unyenyekevu. Sikujua, sitarudia tena kukuonea. Kiboko naye alitikisa kichwa, akatabasamu kidogo. Sungura alirudi shambani kwake, akaendelea kula mpunga wake kwa amani, akifurahia matunda ya akili yake. Na tangu siku hiyo, wanyama wote walijifunza kitu, kuwa ukubwa wa mwili si kipimo cha ushindi, bali ukubwa wa akili. Na sasa niambie wewe unayesikiliza, kama ungekuwa sungura, ungepambana vipi na tembo? Au unadhani kuna mnyama mwingine ambaye sungura anaweza kumzidi akili? Andika kwenye maoni yako hapa chini. Usisahau ku-like video hii, kushare na rafiki zako na kusubscribe ili usikose hadithi nyingine kali zaidi kutoka msituni, kwa sababu hapa kila hadithi ina funzo. Na kila funzo linaweza kubadilisha maisha yako.